Biashara ndogo ndogo maeneo ya Kariakoo, mtaa wa Kongo na Pemba. Hatukutegemea kwenye nchi yetu kunaweza kufikia kwenye wakati wa namna kwenye umri wangu nilokuwa nao. Ilikuwa ni nyakati ngumu kwa kweli. Watu wanapora na sio maandamano, ni wezi kwa sababu watu wenye maandamano tunaona kwenye TV. Hakuna mtu anayebaki cha mtu anaandamana labda anaenda mbali wanadai kitu chao. Haki zinadaiwa namna ile. Lakini sasa hii haikuwa haki, ilikuwa kama ujambazi fulani unafanyika. Na hii ilikuwa fursa kwa wale vijana ambao hawafanyi kazi sasa. Kwa kuwa hawafanyi kazi, wale wanaotoka kwa ambao wanaungana nao ndio wanapora vitu vya watu, wanavunja maduka. Hali ya namna hiyo. Hata sehemu ninapokaa mimi duka lilikuwa linafunguliwa moja tu. Tulinunua biashara siku ile ya Ijumaa. Unga, mchele alipofungua tuligombea vimeisha, hakuna tena chakula. Kwa hiyo hali kweli ilikuwa ngumu. Kweli mimi nimeathirika kiasi kikubwa maana mimi toka Jumanne ile Jumatano sio kupiga kura sikuwepo. Kariakoo nilikuwa kwenye sehemu iliyojiandikisha kupiga kura kwa sababu mimi naishi nje ya Kariakoo. Naishi Gongo la Mboto. Kwa hiyo nilikuwa nyumbani toka Jumanne. Kwa hiyo Jumanne mpaka leo ndo nimerudi Kariakoo. Athari zimekuwa kubwa kwa sababu sisi tunategemea uchumi wetu si ni mdogo wa kutoka mtu ndio upate kula. Kwa hiyo sisi tumepata athari kubwa sana kwa sababu vyakula hata kule tunapokaa sehemu tunapokaa bei zimepanda na sisi sio watu wa kuweka akiba ya vyakula, tunategemea tutoke tunanunua kilo moja ya unga, mboga watu wanakula. Sasa ile kuweka akiba ya chakula hatakuwa na utaratibu huo, hatuna utaratibu huo kama wa matching. Kwa hiyo tumekuwa na wakati mgumu kwa mazingira namna hiyo. Kwa hiyo toka Jumatano utaona Jumatano tumepiga kura tukarudi nyumbani. Tukijua labda Alhamisi tutaamka. Akiba ilikuwa ni ya siku moja tu ile siku ambayo hatufanyi kazi siku ya uchaguzi. Kwa hiyo tukijua Alhamisi tutaamka kwenye kazi zetu. Tukiamka Alhamisi tayari na zuio la kutokuja kufanya biashara zetu. Kutoka Alhamisi hatuna akiba ya vyakula, hatuna nini. Tumetumia na si misingi yetu ni midogo. Kwa hiyo tumekula hata kile tulikuwa nacho ambacho ni msingi wa kufanyia kazi, tumekula, tumetumia kile. Kwa hiyo tutaanza kwenye mazingira magumu mpaka kurudi hapa tulipokuwa tunatumia muda mrefu. Wito wangu kwa vijana ni kuangalia, hakuna vita nzuri, vita siku zote ina athari hasa kwa watu ambao wana uchumi wa chini. Tunakuwa labda watu wanapampiwa au wanasikia kwa watu, ingieni tu barabarani, ingia barabarani. Wale wanaoingia waambie nyinyi watu ingieni barabarani, wao wana uchumi mkubwa na wao hawapo kwenye maandamano, wanawaingiza tu vijana, basi vijana wanaumia, wanafanya namna gani? Sababu dola hizi kukuacha ukaandamana, ukaharibu vitu vya watu, mwizi unafanya namna hii. Kwa kweli ni athari kubwa, tumeathirika sehemu kubwa sana kwa kweli. Hali sio mzuri.